Ukitaka kujua ni kwa namna gani wananchi Yanga wamepania haswa kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao, basi tazama lile benchi lao la ufundi, ambako huko utakuta limejaa wataalamu wa kila idara uwanjani. Ndio hapa achana na kocha Mangoba Mngiti ambaye habari zake zinafahamika tangu akitumikia kwa miaka 12 katika klabu ya Mamelodi Sundowns, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika kwa hivi sasa. Achana na msaidizi wake Simo Draza. Achana na tactical performance analyst na maanisha Valodia. Achana na golikipa, achana na kocha magolikipa Etafia, Greg Etafia. Bali muangalie kuna mwamba, yeye ni kocha wa mipira ya kutenga. Huyu anaitwa Kagisho Dikakio. Yeye ni mtaalamu wa mipira ya kutenga. Na kimsingi yeye kiasili ni kiungo wakati akitumikia mpira wa miguu. Ni kiungo wa kimataifa Afrika Kusini, ameshatumikia mechi nyingi za kimataifa kwa ngazi ya klabu, lakini pia ngazi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana ambayo ameitumikia kwa mechi takriban 55. Michuano ya AFCON ameshashiriki kombe la dunia mwaka 2010 wakati Afrika Kusini wakiwa wenyeji, ile mechi ambayo ya utangulizi Afrika Kusini dhidi ya Mexico. Bao lilofungwa na Sifiwe Shabalala, pasi ilitoka kwa huyu mwamba Kagisho Dikakio almaarufu kama KG. Lakini ameshatumikia klabu mbalimbali za ligi kuu ya England ikiwemo Cardiff City, ashatumikia Fulham, ashatumikia Crystal Palace ambayo alishiriki kuipandisha katika ligi kuu ya England msimu wa 2012. Lakini ashawahi kucheza fainali ya Europa akiwa na Fulham. Sasa sifa zake hizo wakati akiwa mchezaji weka pembeni. Kubwa ni kwamba yeye ni fundi wa kusaidia wachezaji, timu kupata matokeo mazuri kupitia mipira ya kutenga, kwa sababu soka la kisasa kwenye mpira wa wazi open play unaweza kukutana na mpinzani ambaye kwa mfano nyinyi mmeamua kumiliki mpira, wao wameamua kubaki nyuma, na nafasi zinakuwa finyu za kufunga kiasi ya kwamba mnaweza mkamiliki mpira sana alafu msipate matokeo. Lakini wakati huo unaweza kukutana na mpinzani ambaye yeye ni mzuri katika kutumia mipira ya kutenga. Kwa mfano timu za kaskazini mwa Afrika, timu kutoka Algeria, timu kutoka Misri, timu kutoka Morocco, timu kutoka Tunisia hunufaika katika eneo hili. Ni kwa sababu klabu zao kama Al Ahly, Esperance de Tunis na nyinginezo, FAR Rabat, huwa wanawekeza katika mipira ya kutenga. Wanakuwa na wataalamu maalum wa kusaidia timu juu ya kutumia fursa za mipira ya kutenga kupata matokeo. Lakini wakati huo wanajipanga pia katika kukabiliana na mipira ya kutenga ya wapinzani. Sasa huyu Kagisho Dikakoi KG ni mzuri katika eneo hili, na Yanga kumwajiri na kumtambulisha kama ndiye kocha wao wa mipira ya kutenga ni ushahidi tosha kwamba kweli wamepania kufanya vizuri katika michuano ijayo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio tu katika ligi kuu Tanzania bara ambako Yanga tayari wameshatoa ubingwa mara 5 mfululizo, na kwamba kwa kile ambacho siku zote hujipanga wanaona kana kwamba hata msimu ujao uwezekano kutoa taji la 6 mfululizo unawezekana. Lakini kwenye michuano ya CAF ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga misimu 2 mfululizo wamekuwa kiishia hatua ya makundi, tena nafasi ya 3. Sasa kwa sababu hiyo unafanyaje ili kusonga mbele? Kwanza ni pamoja na kupata tactician, kocha mkuu anayezijua hizi kazi za CAF. Mangoba Mngiti akiwa na Mamelodi Sundowns ana mengi ya uzoefu na ufundi wake, akiwa miongoni mwa makocha wakubwa pale nchini Afrika Kusini. Basi matarajio ni kuona anaweza kufikisha Yanga mbali, kwa sababu hata wakati Mamelodi Sundowns wakitoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2016-17 wakiwa chini ya kocha Pitso Mosimane, yeye alikuwa miongoni mwa wasaidizi, anaujua mradi mzima. Lakini wakati wakitoa taji la AFL hivi karibuni iliyoandaliwa na CAF kama tunakumbuka vizuri, yeye alikuwa sehemu ya benchi la ufundi, anafahamu vizuri. Wakati Mamelodi Sundowns ukitoa ubingwa ligi kuu Afrika Kusini mara 8 mfululizo katika safari zao, yeye naye alikuwa ni sehemu ya benchi la ufundi, anafahamu mambo mengi, na hasa katika kuhakikisha timu yake inacheza mpira mzuri, inafika zaidi kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga ili kucheza mpira mzuri, lakini kwa kupata matokeo. Na hata hivyo amepata uzoefu zaidi pia hivi karibuni akiwa katika ligi kuu Afrika Kusini akifundisha klabu ya Golden Arrows. Sasa wasaidizi wake kama Kagisho, huyu alikuwa naye Golden Arrows, matokeo yake Golden Arrows ni timu ya kawaida sana, si miongoni mwa zile zinazowania ubingwa wa ligi kuu Afrika Kusini. Lakini kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni, kocha Mangoba Mngiti akishirikiana na wasaidizi wake akiwemo KG Kagisho Dikakoi
wakiwezesha Golden Arrows kumaliza katika nafasi ya 6, kwa sababu msimu uliopita ilimaliza nafasi ya 12, msimu nyuma yake nafasi ya 9, lakini ikamaliza nafasi ya 6, ambayo kwa timu ya Golden Arrows ilikuwa ni mafanikio makubwa. Lakini sio hilo tu, ikawa ndio timu ya 3 kwa kufunga mabao mengi baada ya Orlando Pirates, mabingwa walifunga goli 58, Mamelodi Sundowns mabao 57, wao wakafuatia wakifunga mabao 34. Na mabao waliofunga, kuna mabao waliyafunga kupitia mguu wa kulia mabao 21, lakini kuna mabao waliyafunga kupitia miguu ya kushoto mabao 8, halafu kuna mabao ya vichwa takribani 4, huku lingine likiwa la kujifunga wapinzani, jumla wakifunga mabao 34. Sasa huu mgawanyo wa mabao yalivyofungwa, ndani yake kuna mipira ya kutenga ambayo ni matokeo, ni matunda ya kile ambacho kocha wa mipira ya kutenga ambaye ni Kagisho Dikakoi almaarufu kama KG. Bila shaka Yanga msimu ujao watakuwa moto sana katika eneo hili, kwa sababu matarajio ni kuona inamiliki zaidi mpira, na hasa pale mafunzo ya kocha Mang'oba Mngiti yatakapopokelewa vyema na wachezaji na kuonekana yakifanywa kazi uwanjani. Lakini pale ambapo patakuwa na mpira kutenga, kona, faulo za karibu na lango la wapinzani, bila shaka Kagisho ataisaidia Yanga kupata matokeo katika mechi ngumu ambazo mpira wa wazi hautoi matokeo, bali mipira ya kutenga. Lakini pia jinsi ya kukabiliana na mipira ya kutenga ya wapinzani ili kupunguza uwezekano wa kuruhusu mabao mengi. Msimu uliomalizika hivi karibuni wa 2025-26 kwenye ligi ya mabingwa, Yanga hawakufanya vizuri. Walimaliza nafasi ya 3, tunatambua kwenye kundi lao, vinara wakiwa ni Al Ahly ya Misri na FAR Rabat, wao wakishika nafasi ya 3, mkiani wakiwa JS Kabylie. Ni katika michuano ambayo walimaliza na pointi 8. Yanga walipiga mashuti 68, 25 yalilenga shabaha, wakafunga mabao 5. Goal conversion rate ilikuwa 7% tu, kwa sababu ya kupiga mashuti yao 68 kufunga mabao 5. Lakini wao mashuti yaliolenga shabaha yalikuwa 25 katika yale 68. Wapinzani walipiga mashuti ya kulenga shabaha kwa Yanga mashuti 18 tu, yani mashuti 7 pungufu yaliyopigwa na Yanga kuelekea lango la wapinzani. Lakini kwa mashuti 18 ya kulenga shabaha ya wapinzani, ndani yake kukawa na mabao 6. Yanga ikawa na goal difference ya hasi 1. Haikuwa na mwenendo mzuri, na baadhi ya mabao yalifungwa crosses na mipira ya kutenga, ambayo bila shaka kuwapo kwa kocha KG, matarajio ni kwamba kutaisaidia sana Yanga kukabiliana na athari za mipira ya kutenga kutoka kwa wapinzani. Kwa benchi la ufundi, ujumbe uliopo ni kwamba Yanga chini ya Mang'oba Mngiti sasa imepania kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, huku pia ikihakikisha ifanye vizuri kwenye michuano ya ndani, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la muungano na michuano mingine. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona athari za benchi la ufundi lenye Dikakoi almaarufu kama KG. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.